Sorry for that. uh, yes, sorry for that. We'll just continue with the story. It was just a hiccup and technical hitch. Yes. So where was I? Niligonga kwa hiyo party yenye boy alikuwa ameenda kampo, alikuwa year 3. So kijana amesoma ako Daystar University, remember, anasoma. So kuna time zingine alikuwa anakawia sana kama bado hajarudi home cause alikuwa ready like yani ku give time yake kwa education cause yeye maisha yake alikuwa anajua tu that education is the key. Education ndio kitu yenye inaenda kumtoa nje, na yeye akitoka hivi familia yake yote pia itakuwa pia imetoka. So that was the only focus yenye alikuwa nayo kwa life, okay. So in as much as alikuwa shule huko, alikuwa na kawia, yes, but then alikuwa anajaribu, alikuwa na make sure that amepigia girlfriend yake na wanaongea, na bado hiyo love yao ingekuwa. So ameingia year 3, dem ako amemaliza sa high school hapo hivi, anafasa kujoin. Dem pia alijoin na vile dem alijoin hiyo shule yenye alikuwa ameenda Nairobi University, okay. So dem alikuwa ameenda kusomea teaching Nairobi University. Yeah, so vile dem ameenda Nairobi University huko hivyo anasoma, boy pia anasoma huko. Kuna time zingine walikuwa wanatengeneza wana squeeze tu time kwa schedule yao na wana meet. Dem kuna time angetoka tu pale shule aende mpaka Daystar huko hivyo wakae na huyo boy, being that tu boy alikuwa amerentisha nje, okay. Alikuwa amerentisha nje. So dem kuna time angeenda huko hivyo na akae na boy huko hivyo hata kitu kama 2 days 3 days na wakae. So relationship ilikuwa that open and everybody knew. Marafiki walikuwa wanajua, like hata boy alikuwa anajua that ni huyu ndio bibi yangu, mimi sioni mtu yote. By the way, kupata boy kama huyo ni ngumu, ama hata kupata dem kama huyo wallahi ni hard. That yani we focus yako ni mtu mmoja tu, it's very very rare. But then wana exist, mimi najua wana exist hivi nje. So kama wewe ni either of either the guy or dem kama ule, then kudos, endelea hivyo. Yes, you deserve the best, you should be celebrated, okay. Yeah, so the story continues. Kuna time boy simu yake alikuwa ananiambia, kuna time simu yangu Raymond ilileta shida, and being that I had no cash, hakuna vile ningeiripea tu mbio mbio. So I had to first of all niweke kando kidogo nitumie tulituli. So I had to ask a friend, like yani cosmate wangu fulani beste, alikuwa na simu mbili, so akakanipatia yake, but ilikuwa tulituli. Hakuna vile ningeweza kucommunicate na huyu girlfriend yangu kwa WhatsApp, social media platform. But then I was trying to call. Kuna time nilikuwa napiga but then haishikwi, nilikuwa natuma text but then haikuwa replied. Unaona, like yani alikuwa ana feel ni kama that yani nimemneglect kwa WhatsApp, okay. Nimemneglect kwa online cause those days nikiwa na phone yangu bado online, niliwanga mpaka hata naweza kumvideo call tunaongea. But then saa hiyo ili come to an abrupt stop because my phone ilikuwa damaged. Yeah, so I tried so hard, Raymond, to explain this to her, but then kidogo akaanza like yani ni kama mtu mwenye ana believe. Then ikikafika sa point hata sasa nikimtumia text reply, nikimpigia time zingine simu inalia like kitu kama 3 missed calls, then on the 4th missed call ndio sana anashika. Yes, tuliwanga tunaongea vizuri, hakunga bado amenionyesha any sign of ignorance maybe. So me I just felt that things were okay, kwa sababu hiyo vile nilimwambia that my phone got a bit damaged. Nilisikia tu kama moyo yake imekuwa mbali kidogo na mimi. So from hapo nikimpigia simu ashiki, namtumia text na take time kujibu, then finally akijibu nikimuuliza kwa nini nimetake time ananiambia ati yeye hajazoea
hajazoea kwenye kutumia hiyo nini ya messages. Hakuwa amezoea kutumia nini ya messages sana. Yes, so imeendelea hivyo. Ana ignore at times. Kuna times zingine nikipiga ishikwi, times zingine ana ignore, times zingine napiga anashika, akishika sauti iko tu mbali. Yeah, so kumbe hapa hivi Nairobi University the girl had someone like, yani kuna mtu alikuwa anang'ang'ana hiyo time yenye huyu boy ako absent, absent communication wise, just because akwanga kwa social media platform, akwanga anaweza video call the way he used to. So huyu msee alipata mtu mwenye anaweza video call, anaweza fanya hiyo 1 2 3. So attention ya huyu msichana ikachange, ikatoka pale ikaingia kwa mtu mwingine, then things came to a standstill. Like, yani vitu zikaanza tu kuchange tu mara moja, attention like yani apatiani, like amechange tu ghafla binvu, amechange tu. So being that the guy was in Daystar, hakuanga anajua what was going on, but then alikuwa anajaribu sana through the parent, alikuwa anajaribu sana at least kucommunicate, kuuliza what is going on, what is wrong, kwa nini mjamaa, kwa nini dema nini respond kwa my text, kwa nini napiga simu ishikwi, like and so on and so forth. But then being that boy, medical is a very very critical course yenye inataka a lot of focus, a lot of attention. Like any lesson missed, that is a very very huge loss. Any lesson missed is a very very huge loss, kwa sababu mtihani inaweza kuja, mtihani ikikuja, so unafanya tu errors. So the guy had to focus kwa education sana. Alikuwa anajua that huyu ni girlfriend yangu, nitapata tu time one day, nikipata time nikae naye chini tuongee na to solve kwa relationship issues kama hizo zinakwanga. So alikuwa anajua atenda watengeneze na endelee. So alichukua education kwanza kikambele. Ikafika mpaka point udem sata text like 1 day 2 days inapita, 3 days inapita, 4 days inapita, boy anajaribu ku reach out, no call is being returned, no text is being returned. Yeah, so aliamua tu like yani sasa atulie kidogo, being that exams were also around the corner. So kumbe huyu dem walianza kupush na mjamaa mwingine, na wajamaa naye hawangojangi. Huyo mtu mwenye hiyo maembe yenye unangoja hivi, kuna mtu mwingine anaikula na chumvi. So huyu dem alienda akashika ball. Okay, dem alienda akashika ball kisirisiri, na vile alishika ball akafanya abortion without the guy knowing. Alienda akakashika ball Nairobi University tu hapa, akaenda akafanya abortion. So vile alifanya abortion, hiyo kitu ikafanya akastuka, kwa sababu ni kitu yenye haijai mfanyikia. So alistuka, alitense, na vile alitense akili yake ilirudi, na akaanza kujiuliza, guy, nimefanya nini na si ningetulia tu. So I feel like nimekuwa dented kidogo. I feel ni kama nimekuwa dented, that yani nimekuwa compromised. So wacha nijaribu, ndio hii guilt isinishike sana, wacha nijaribu kufanya nini, ku reach out kwa my boyfriend. So all of a sudden akaanza tu nisa ku reach out, time kidogo anapiga simu, hey, umeshinda aje hivyo. So boy alijua that maybe dem alifanya nini, aliamua tu kurudi, aliamua tu like nisa kumwelewa. But then the only thing yenye dem alikuwa anajaribu kufanya ndio auwe ile guilt yenye alikuwa nayo. Alikuwa na feel ni kama amekosea the guy, so ndio auwe hiyo guilt. Alikuwa anajaribu her own way ya kuwa guilt ilikuwa that a reach out kwa ule warudi vile walikuwa. So ali eliminate the man between umse mwenye alianza umse mwenye alimpatia mimba Nairobi University hapa, aliamua tu like ni kwanza kumavoid, unaona. Ndio
atengeneze ile relationship yake. Okay. Yeah, so huyo boy ameenda amefanya mtihani tu vizuri medicine na akaperform mpaka akagraduate. Na dream yake ilikuwa akuwe na mahospitali. Unaona, ilikuwa akuwe na mahospitali kadhaa hapa hivi Kenya. Sana sana, yeah, ilikuwa akuwe na mahospitali kadhaa hapa hivi Kenya. Hizi ndogo 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 ndogo, private hospitals ndogo 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 ndogo. Then majuu pia akuwe na hiyo iliwanga dream yake. Then udem pia alikuwa pia anajua pia that this is my boyfriend's dream. Okay, so vile boy aligraduate vizuri. Okay, aligraduate vizuri, akapata hiyo degree yake, alisomea degree, akapata degree. So amemaliza, hata hiyo siku ya graduation dem pia alienda. Like the guy knew nothing, hakunga anajua anything that kitu ilifanyika hapa. Dem aka cover up, akajaribu cover up hivyo, hakuwa anajua. Ye alikuwa anajua tu the only issues that ilifanya tuka detach kidogo, it was because of what, nini, simu sikuwa nayo, but then right now sasa nimeshatengeneza, so life had to continue. So kuna time beste ya huyu dem alifeel to that, hey, what had happened, in as much as huyu best yangu ananiambia that alimake nika promise that I will never confess to anyone, I just have to do that. So kuliwanga tu na kakorol tu kidogo kidogo hapa. Huyu dem akaenda akamwambia beste ya huyu msana mwenye alishika mimba, akaenda akaambia chali yake, the doctor, that hey, huyu dem yako alifanya nini, alifanya abortion akiwa Nairobi University. Kuna time mulikuwa way amkuwa close kidogo because of phone, then ikafika some point hata ukimtumia text a reply, ukimpigia ashiki. Alikuwa na mtu Nairobi University, na huyo mtu alienda kampatia mimba, then dem kwa sababu alijua that unaweza ka notice, akaenda kafanya abortion. But then after kufanya abortion bado amejileta, bado anataka ufanye nini, umuoe. So mimi siwezi kubali uoe mtu kama huyu. Unaona, just because walikuwa na kakwaro, au mademo wawili waliwanga na kakwaro. So hiyo pia inatufunza that siri ya watu wawili sio siri. In as much as huyu dem kitu yenye alifanya ilikuwa mbaya, alifanya abortion, and abortion is a crime. In Kenya, abortion is a very, very huge crime. But then, come on, why kill? Why commit an abortion? Si ungekubali tu fate yako na life iendelee. Okay? Yeah, so alimwaga mtama. Then boy alichukua dimeka akamweka chini, akamwambia, hey, kuna kitu best yako ameniambia, is it true? Then akamwambia kitu yenye best amemwambia. Dem aliruka akasema, no, I cannot do such a thing. Sisi fanya kitu. So hii kitu iliuma huyu boy sana. Iliuma huyu boy kwa sababu huyu boy alimwambia, sawa basi, right now I'm now a practicing doctor. Then nasi tunyini tuka kuangalia medically kama maybe ulishaniniwa, kama maybe we bado ni bikira a virgin. So dem akakata, akaanza kuona kama dem anafanya nini, ana hesitate. Then boy hiyo kitu ilimuuma, na aliapa that I will never do what, I will never date again. Like wewe ndio ulikuanga kila kitu yangu, but then ulienda ukakuwa compromised. So mimi na dating is a no, aliweka tu X kabisa. So dem alimwambia, sawa basi hata kwenda huko, mimi najua shule huko, ukiwa shule days huko pia simu yako haiko pia imeharibika, something so on and so forth. So dem akafanya nini, akamwambia ni sawa, toka kwa maisha yangu, if you choose to believe other people apart from me. Like relationship sasa ikakuwa tu nini, toxic, unaona, very, very toxic to handle. So ikabidi wafanye nini, waachane. Boy alienda njia yake, dem akaenda njia yake, akamwambia, naweza bila wewe, naweza bila wewe. So dem alirudia huyu boyfriend yake mwenye alimpatia bimba. Like come on.
Unaachana na mtu then unamrudia. Hiyo si ni kama tu nguruwe ama nini, a dog. You vomit then you go back to your vomit. Huyu ni mjamaa mwenye aliharibu maisha yako, the guy responsible for ruining your life. Okay, so unamrudia kwa nini? So dem alimrudia, hata shule aliwacha, then vile aliacha shule akarudia ule, wakaanza kuishi. So huyu the medicine man akalost kidogo, so alipotea communication, alipotea tu kabisa, akalipotea tu kabisa. Na kumbe time yenye alikuwa amepotea alifanya juu chini akapata kazi majuu huko Canada. So vile alienda Canada huko hivyo akaanza kuhustle, anasema ati no, I must make it, I must make my dream come true, I must make it. So the only focus yenye alibaki nao ni familia yake na him making it, making his dream a reality, unaona. So alifeel betrayed, alifeel very 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 heartbroken because this guy was telling the truth. Yeye hajai cheat on huyu msichana, ni simu ndio ilimletea shida, unaona. But then dem hakuanga anataka kubelieve yenye mpaka imefanya mpaka dem akamwacha. So wameachana hapa, boy amekuwa heartbroken. Alikuwa ananiambia Raymond, ilinitake like 8 to 9 months to heal, in as much as I was in Canada working as a professional doctor being paid very very huge sum of money.